alikuwepo hapo Munich, ndio German, finali ile. Ni rais wa mwenyekiti wa virabu ndio barani Afrika, virabu vyote ndio. Lakini watu wengi wamekuwa wakimsifia sana kutokana na kumleta Fiston Kalala Mayele katika ardhi ya Tanzania na katika klabu ya Yanga, na leo hii ameweza kusaidia Pyramids kuweza kuchukua ubingwa wa CAF Champions League. Sasa unaizungumziaje labda hii kama shabiki wa Dar es Salaam Yanga? Hapo awali nilikwambia Engineer Hersi ni mtu ambaye anaona mbali sana, anahitaji vitu vingi sana katika hadithi ya mpira ya Tanzania. Hadithi ya Tanzania hii katika mpira vitu vingi sana. Amemleta Fiston Mayele, hakuna mali mkubali. Lakini Fiston Mayele akafanya performance ya nguvu mno, na leo hii watu wanamuimba ndio tetema. Lakini baada ya kuondoka Fiston Mayele akamleta mtu Aziz Ki. Leo Aziz Ki anazungumzwa na Afrika. Mtu wa pili huyo. Mbona tunazungumzia huyo? Kwa tunazungumzia Hersi ni mtu ambaye anafahamu akitoa jiwe anaweka chuma. Chuma kilichotoka hapa kimetoka katoka bwana Mayele akaingia Aziz Ki. Aziz Ki leo yuko Wydad. Anakwenda kushiriki mashindano ya klabu duniani, au sio? Katoka wapi? Ardhi ya Tanzania. Na tunaamini kabisa baada ya kutoka Aziz Ki kuna wengine wanaingia hapa. Sasa hivi Afrika inafahamu Tanzania ina watu. Unapohitaji mpira sasa hivi na mpira ni biashara, twende Tanzania. Zamani tukachukua mpira wa Kongo, tunachukua watu. Sasa hivi tunavuka. Maana yake mpira wa Tanzania unakuwa. Kama unakuwa watu watahitaji kuwekeza. Na ndio maana tunahitaji wachezaji wengi kutoka nje au wachezaji wa timu hizi, wachezaji wengi kutoka nje. Na uwepo upendeleo maalumu wa wachezaji wetu na wa kigeni ili kufanya soka yetu inakuwa kubwa. Kuna vitendo vinaendelea vya ovyo sana hapa. Wachezaji wa kigeni wakija ni lazima wapate mapokezi mazuri katika ligi zetu. Juzi palikuwa na mechi ya Singida na Simba. Uliona pale kwa raha ambapo kumeleta raha sana. Jonathan Soa, mashabiki wa Simba wanamwagia maji ya mikojo, machupa. Na sisi tumesema tunataka mpira wetu uende mbali. Yule mchezaji wa kigeni anatangaza nini? Wanatangaza nini? Kwa tutoke huko kama tunataka nchi yetu hiyo na wachezaji wa kigeni wengi wazuri. Kwa kama na nidhamu yake iko chini sana. Hapana. Soa nidhamu yake ni uwanjani. Na kama matukio yale wako uwanjani na mchezaji wa Simba na muamuzi. Mashabiki wao nini kinawafukwaza? Na bahati mbaya mashabiki wa Simba wamekuwa na akili mbovu muda mrefu. Bila mchezo wa hisia. Sawa, hisia. Hivi unafikiri mshabiki na mchezaji nani anaumia? Mashabiki wanadai wanaumia zaidi. Sawa. Kama wanaumia, ulinde mpira wako. Kwa sababu unapomfanyia kitendo kama kile mchezaji wako, leo tunataka Shakira Shabalala, au wachezaji wetu kina Mzize waende nje. Haya matukio ambayo unafanya hapa kina Mzize kule. Sitalalamika sisi, wanabaguliwa. Why si tufanya hivyo? Kwa tuelimike kwanza, tubadilishe sisi mashabiki. Soa alirushia kibendera mashabiki wa Simba baada ya kutukana na kudhalilishwa. Na mpaka leo hakuna kiongozi yote wa Simba aliomba radhi, hakuna kiongozi yote wa bodi ya ligi aliyekemea vikendo vile, tuvikemee. Lakini Salumu, ndio Soa ni mchezaji anatakiwa kuingilia yale, anatakiwa acheze mpira tu. Nasema hivi, mchezaji huwa anatoka mchezoni kutokana na matukio yake. Umeelewa? Ndani ya uwanja. Ndio. Tuliona hiyo. Zinedine Zidane alifanya jambo hilo. Diego Maradona alifanya hilo. Nani anakumbuka hiyo? Tuko na World Cup. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo lazima tufanyie kazi. Kama tunashinda kuzuia hisia za mashabiki, tusipeke viwanja kama vile viwanja kama vinaulizwa wachezaji na nani, haiwezekani. Kwa hiyo mimi nashauri sana wawekezaji wanaokuja kuwekeza katika mpira wetu, watoto wachezaji wakubwa, wachezaji wenye uwezo, ili ardhi ya Tanzania iendelee kuwa na thamani katika sports. Pamoja na Yanga na kuletewa na wachezaji wakubwa, wachezaji wenye uwezo, lakini mmekuwa mkiwaaga wachezaji kwa dharau sana, wanadai hivyo. Jana tumeshuhudia Ahmed Ally akiandika katika kurasa yake ya Instagram kuwa kwamba Yanga huaga mnamtukana mamba kabla mjavuka mtu. Tunakumbuka Faisal wakati anaondoka Yanga aliondoka kwa matusi mengi sana. Ikafika mpaka kutukaniwa mama, lakini leo mnaenda kumrejelea na kumprizi arudi Yanga. Fiston Kalala Mayele anaondoka kwenda Pyramids, Yanga bado mashabiki walimletea maneno mengi sana. Ikafika hatua akasema kwamba yeye analogwa, tukashiriki tukaingia. Jana Ahmed Ally amemwambia mashabiki wa Yanga na viongozi wa Yanga waache shobo. Ahmed Ally katika watu ambao watakiwa wafungiwe na bodi ya ligi au watu wa michezo. Maneno yanayozungumza Ahmed Ally, angeyazungumza Ally Kamwe, angefanywa vifungo sasa hivi. Ahmed Ally
alifikia kutisha matisho makubwa kwa watu wa Yanga. Kwamba kwenda Zanzibar, ukienda Zanzibar kutia mkono vitu gani? Wewe mechi cheza wewe, mimi katie mkono utanzika huko. Nani alikemea kauli? Sio kauli kiungwana. Kwa hiyo Ahmed Ally pamoja mimi anapongea Ahmed Ally, huwa anaona mtu anaongea mtu mpungwani. Na ningeshauri miaka 5 ya mama tena inayokuja, kila mtaa kuwe na hospitali ya wendazimu. Kusudi kila mtaa, kwa sababu watu wa Simba wengi hawaelewi. Hapo CAF iliwafungia, walifanya wamegombana wakavunja vitu vyetu pale. Unakumbuka na Waarabu wakapigwa faini. Sawa? Wafanya hivyo. Bado wale mashabiki hao tumekuwa na Zanzibar, wamechana nguo zetu, wametutukana, wametupiga. Hakuna kauli yoyote inayotokeza. Kwa hiyo sio usimamiaji wa mpira. Tusifike huko, mpira hujafika huko bado. Mpira si wadui. Ahmed Ally maneno anayoongea ni kufanya wanachama na mashabiki wawe maadui. Misimu ya nyuma 93-92 kulikuwa na mashabiki mbwa anavishwa jezi ya timu. Lakini hivi vitendo vya kwa mashabiki kupigana, mashabiki kupigwa kama vilianza kwa Yanga. Tukumbuke Dr. Mo mmoja taifa pale alipigwa kofi na bodyguard wa Yanga, kama angaja akamkuiza haijaanza hapo. Dr. Mo wa jana. Dr. Mo wa jana. Sawa? Wapi? Mwaka 93 Simba anacheza na Stella ile finali ya kafu. Katika vurugu kubwa sana uhuru pale. Sawa? Watu wa Yanga walitaka kuingia uwanjani. Vurugu ikatokea kubwa, tukapigwa sana si pale. Wakati huo Fati na kauli katoka ya adhabu. Mashabiki wa Simba walipigwa bano. Kwa hiyo vurugu za Simba na Yanga hazijaanza jana, hazijaanza leo. Ili tuende huko, hawa wasemaji wetu wa vilabu hivi wanatakiwa watoke kwenye hiyo sema ambayo wamesimama. Kwa sababu sisi wote tunaamini wasemaji wa vilabu. Kama alabu msemaji akisema bwana kile tukawapige watu, ndio kamanda mkuu wa jeshi, watu watapigwa watu. Lakini sisi tunasema kama Young Africans, hatuhitaji kulipiza kisasi, tunahitaji kufundisha mpira, tunahitaji kuonesha mpira ni starehe, ni burudani, mpira ni udugu. Hatulipizi kisasi, hatumpigi mtu. Mechi yoyote ya Yanga, mtu wa Simba atie mguu. Mechi yoyote anacheza Yanga, mtu wa Simba aje, kavaa jezi yake, hapigwe hata kofi. Hello. Habari? Nzuri. Nawasiliana na Brothers Academy? Ndio, tafadhali karibu nikuhudumie. Mimi nimefeli kidato cha 4 na nimewasikia Brothers kwa muda mrefu. Je, waweza nisaidia? Ndio. Sisi ni Brothers Academy, wale mabingwa wa kufaulisha waliofeli kidato cha 4 na cha 6, QT, A level kwa mwaka mmoja. Kozi za lugha tunatoa. Hostel zipo, tupo Dar es Salaam, karibuni nyote.